Na mtazamaji, aliyeishi maisha yake kwa niaba ya wengi, aliyapigania mengi kwa niaba ya wengi, na aliyeonyesha furaha yake na furaha ya taifa kwa kuvumilia majeraha ya upambanaji, kwa kuyabeba makovu ya taifa kwa ajili ya taifa. Ndiye kuwa siye na siye kuwa ndiye, ndiyo falsafa iliyomfanya kuyaishi maisha ya gerezani, maisha ambayo yalimjengea zaidi kimitazamo, kifungo ambacho kilimpa ari mpya na uchu wa kufa kwa ajili ya taifa lake. Naam, alingurumisha tinga na kulitia katika ardhi isiyo tambarare, ardhi iliyojaa rotuba ya ubinafsi kwa kunyunyuziwa mbolea hushi ya mfumo wa chama kimoja. Alilazimika kutumia nyundo ili kuvunja vigingi vilivyozunguka shamba hili, jambo ambalo alikuwa rahisi ingawaje alifaulu. Harakati na dhamira zake zikazagaa sio tu nchini bali pia nje ya nchi, na kuhakikisha hakwami katika vita vya kutafuta haki na usawa. Ilibidi atumie turufu muhimu ya kumpa ushindi, turufu ya kutotabirika, turufu ya kutoeleweka, turufu ya Agwambo, turufu iliyoleta mageuzi ya kidemokrasia. Na ubaguzi wa kimaeneo na kiraslimali, unyanyapaa na ukandamizaji ulihitaji kikao cha walio na busara ili kupata utatuzi. Na hapa alihitajika muendesha kikao mwenye msimamo, muendesha kikao jasiri aliye na uchungu na taifa, na kikao kikapata Jacom, mwenyekiti aliyepambana hadi kuhakikisha Kenya inavaa vazi la usawa wa hali na mali, vazi la katiba mpya, safari ambayo Jacom alisukuma hadi mwaka 2010 ilipoleta natija nchini. Uhuru ukiwepo, vyama vya kisiasa vikishamiri, huku gatuzi ukifanya kazi. Kulihitaji jungu kuu kuongoza njia, taifa likamwamini, akawa ndio mzazi na mwongozi. Lakini baba hakufaulu kuwavusha waliomwamini katika nchi ya ahadi ya Canaan. Lakini baada ya kushinda kulalamikia mawimbi makali yaliyokuwa kikwazo, kama baba alijua na jukumu la kuangalia maslahi ya waliomwamini kuliko maslahi yake. Ndiposa amekuwa katika maridhiano na makubaliano na marais wanne, hatua ambayo wengine walikosoa na kuitaja kama usaliti. Naam, lakini kwake yalikuwa maamuzi ya kizalendo ya kushinikiza umoja, upendo na amani, maamuzi ambayo yameeleweka wakati wa kifo chake. Wapo walio na hofu na kesho kutwa ya taifa letu la Kenya. Je, ni kumaanisha baba ameenda wazazi wake hawapo? Baba ameenda vipi hukusu hawa watoto zaidi ya milioni 55? Watafanya kipi kuanzia sasa na kuendelea? Baba ametangulia mbele za haki. Je, boma lake litasambaratika? Haya ni maswali ambayo kama taifa sote tunapaswa kujiuliza. Naam, alitumia maisha yake kupiga vita ukabila na kuitafuta Kenya bora iliyo na ubora kwa wote. Alitumia ushawishi wake kushinikiza mabadiliko na mageuzi ya kitaifa. Alitumia ukomavu wake wa kisiasa kuunganisha taifa. Hakutumia makovu ya mateso aliyoyapitia kulipiza kisasi kwa mtu, jamii au kabila. Alitumia pumzi yake kufanya kila alichoamini ni chema kwa taifa. Kama alivyopewa jina na Gakweli, ndivyo ukweli ulivyomjenga na kuaminika, na ndivyo ukweli ulivyomponza na kuonekana adui wa maendeleo na ustawi wa taifa. Na kama wapo waliotia shaka mapenzi na ushawishi wake katika uhai wake, basi amewapa jibu katika umauti wake. Na kama binadamu hakuwa mtimilifu na mkamilifu, lakini alipania kuleta utiifu na unyofu nchini. Nenda salama baba, ukalazwe pema Jacom. Tutaonana baadaye Agwambo. Tutakukumbuka tinga. Kapumzike Gakweli. Hakika wananchi wa kukosea walipokuita the people's president. Kwani japo haukuwa rais, lakini ulipigania maisha yao kuwa rahisi.